Simba oye! Azam oye! Wenye kauli mingi Tanzania. Hii oye chama cha siasa. Ndio maana mabwana wamejiattach na hii timu kwa sababu wanajua basi ndugu yangu. Imetosha? Imetosha. Atawamoa mimi. Sisi tunamangwa sisi. Kwa ni ndugu zetu tuko nao na sisi tunawaombea wafanikishe malengo yao ya kiwandani. Akisha toboa hapo shabiki msomi bosi mchezaji ana suti 15 zina mguu mmoja. Akishafanikisha kwa ndani ya kikosa dhambi kubwa. Akisha usifanye mchezo. Nimeshapiga watu kama hivyo watu 8. Kwa bana, karibuni sana ndugu zetu wa Azam FC. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo tuko hapa kutangaza mechi ya kiushindani baina ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, mechi ambayo itachezwa siku ya tarehe 21 ya mwezi huu wa 12, kwa maana ya siku ya Jumapili katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni KMC kuanzia saa 10 kamili jioni. Kwa kipindi hiki ambapo vilabu vyetu vipo kwenye mapumziko na baadhi ya wachezaji wetu wapo kwenye majukumu ya timu zao za taifa, tukasema pasipite hivi hivi na watu wasikae hivi hivi. Hebu wacha tuandae jambo la kihistoria la kuwakutanisha kwa pamoja mashabiki wa timu hizi mbili kwa ajili ya kucheza mechi hii ya kirafiki. Kwanza wafurahi, lakini kuendelea kuishi kwenye ile misingi ya pamoja, misingi ya Utanzania, misingi ya upendo. Kumekuwa kuna maneno mengi, kumekuwa kuna vita nyingi kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, kumekuwa kuna misogoano ya kutosha. Sasa ipo wakati wanafikiri watu kwamba watu hawa ni watu ambao wana uadui, watu hawa ni watu ambao kila mmoja na 50 zake. Sasa mechi hii ni lengo kwenda kuonesha watu kwamba pamoja na yote tunayozungumza kwa ajili ya kuzogoana, lakini bado sisi ni watu wamoja ambao tunaweza tukakaa na kushirikiana na kufanya jambo kwa pamoja. Na hii haishii tu kuwa mechi, hii inakuwa ni festival ya mashabiki wa Simba na Yanga, kwa maana ya kwamba siku ya mchezo wenyewe itakuwa ni siku ya burudani siku nzima katika uwanja ule wa KMC. Kutakuwa kuna burudani za mziki na tunafanya mipango hapa tupate wasanii kwa ajili ya kuja kutuburudisha siku hiyo, yaani wana Simba pamoja na wana Yanga wafurahie kwa pamoja tunu hii ya sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili kubwa. Lakini yote yatafanyika, tutakwenda kumalizia ama tutakwenda kumaliza ubishi kiwanjani pale kwa kucheza mechi ya kiushindani. Tunasema mechi ya kiushindani kwa sababu kiuhalisia kwenye mpira sisi hatuna urafiki. Sisi kila mechi kwetu ni mechi. Kwa hiyo kuelekea kwenye mechi hii tunaiita mechi ya kiushindani kwa sababu kwanza lazima mtu apasuke, kwa maana mtu afungwe, na mshindi lazima apate zawadi, na baada hapo mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa vikosi vya timu zote mbili vitaingia kambini kuanza maandalizi ya kujiandaa na mchezo huo kuelekea katika siku yetu ya tarehe 21. Na kila upande unapaswa kuitazama mechi hii kama mechi nyingine muhimu katika maisha yao. Pamoja ni kwamba ni mashabiki ndio wanashiriki mchezo huo, lakini unabeba hadhi ya taasisi husika. Na kwa sisi Simba Sports Club, au kabla sisi Simba Sports Club, jambo hili ambalo tunakwenda kulifanya tarehe 21 lina baraka za mamlaka zote,
kwa maana baraka ya serikali, baraka ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, baraka ya vilabu vyote viwili kwa maana ya Simba na Yanga, viongozi wake wote wamebariki jambo hili. Kwa hiyo sio jambo la kawaida hata kidogo, ni jambo ambalo linabeba taswira ya klabu husika. Kwa hiyo kila ambacho tunakifanya kuanzia sasa, kaka, unaangalia picha za mademu kwenye mkutano mkuu huyu kapiga mlio. Haya, kwa hiyo piga mlio vijana. Kwa hiyo wewe upo Nikajua yuko polisi na huyu. Kwenda. Hapo na kitu umekisahau tujaomba. Kaenda kufanya nini polisi? Maana hata tunatangaza mechi hapa. Kwa na wasiwasi utakuwepo? Nani? Hii kasi yenu ya Central Chang'ombe. Sasa tukafika Jumapili tuko wenyewe tu pale. Kwa hiyo ulisisitiza ili pia kwamba wiki hii iwe wiki ya amani. Central unaenda tu unatoka. Hayati. Unaweza ukaenda asubuhi. Kumbe Mchome mshamfukuza kweli? Jioni akaja kwenye mechi. Agi. Ndio ndani. Ashatoka. Nani mwingine? Dr. Mo, yupo hapo? Hayupo, naye yupo Central. Ametoka juzi. Ameenda kufuatilia machimbo yake ya madini. Jibi hayupo. Yupo hapo? Unataka kumuona? Au mshachukuliwa nje hapo? Yupo. Jua sasa ukoto wa nje. Hapana. Jibi anaimarisha ulinzi. Jibi anaimarisha ulinzi. Sawa. Kwa hiyo muhimu sana usiogope. Anaweza kaenda asubuhi, mchana akaja kwenye mechi. Tukawapasua pia. Na bado tukawafunga. Kutupasua ndio mwezi. Kutupasua Sawa. Atakushtukia mapema. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, kwa heshima na taadhima tunawaomba mtusaidie kulibeba jambo hili ambalo tunaamini lina mchango mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu, lakini ni sehemu ya kuwaburudisha Watanzania na ni sehemu ya kukuza utamaduni wa Tanzania ya kuishi kwa upendo pamoja na amani. Kwa upande wetu Simba Sports Club, rasmi baada ya mkutano huu tutaanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu, na kimsingi sisi tuna hasira sana na hawa mabwana. Tunawataka kweli kweli, tuna shauku nao kwa sababu wanaongea sana, wanangenga sana. Sasa tunataka kukata kilimilimi, tunataka kamdomo, tunataka tuwapelekee moto ili heshima irudi kwenye mkondo wake, na hiyo kazi sisi tunaiweza, hiyo kazi sisi tunaimudu kwa 100%. Maandalizi yanaanza, naguna imeingia na hiyo kazi tunaanza rasmi hivi sasa kwa ajili ya kuanza maandalizi hayo, na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao na kwa aina ya timu tuliokuwa nayo tutakwenda kupata matokeo mazuri. Ambia vijana wako. Shamba. Ndio mimi nikwambia hii press tungefanya Tambagala, watu wako watatudhalilisha. Asiwe Serena mtu wa mikate. Serena. Godi onyesha mikate juu kwanza kidogo. Toa mikate juu, mpe mikate yake huyo. Mpe aonyeshe juu kidogo. Maana tusione tunamsingizia. Na huu ndio maana Mbagala watakupiga. Kwa nini? Kwa Mbagala kuna washamba wa Azam. Na wale nchamazi kaka. Sio Mbagala. Lakini hapo Azam umeingia. Si ushukuru tunakutaja kaka. Tukikusahau naenda kukumbuka. Kwa nini unahitaji katika mazingira unahitaji kuna Azam TV?
Sasa utajulikana vipi? Ndugu zanguni, wewe unakuwa maarufu. Wakati Simba inaanza ulikuwepo jibi. Simba inaanza ulikuwepo nyote sibi hivi. Yaani hivi jezi yake huyu nyekundu akae hapa, huyo apewe Ngogwe akakae kule. Wewe una jezi ya Ngogwe hapo. Tulia bwana. Tulia bwana. Mimi ndio usalama hapa. Hebu tulia. Tunawasaidia hawataki. Mwenezi usio na wasiwasi kaka. Kazi atapata. Namna ambavyo unaipambania Azam, utapata kazi kule Vikindu kwenye kiwanda cha juisi. Na mwili wake huyo sio juisi, unga. Unga ya tembo au Bagamoyo kiwanda cha sukari. Wanaopambania Azamu wanataka kazi, ila nyinyi mpambanie timu zenu. Yaani nyinyi kama mlizoea unyonge kwenye Azamu. Azamu ina miaka 9 na tunamtambia. Wewe subiri zamu yako. Wewe unamta huyu mke. Nakwambia. Ugonjwa ushaingia kwenye ndoa. Ugonjwa umeshaingia kwenye ndoa. Na kama mtasema hiyo na ndoa, akiumwa mke ataumwa mke. Utulivu. Anaacha kabisa hata malali. Unifunge hapa. Hatujawahi kukufunga sisi. Hatujawahi. Mfunge. Ananiruhusu bwana. Iko hivi. Timu ya kwanza kupigana uwanjani kwenye nchi ya Tanzania, timu ya kwanza kurusha ngumi. Stefan Mwasika alikuwa anaitwa mchungaji, lakini alirusha ngumi kwenye uwanja wa mpira. Kipre Helman Cheche vitu vyake. Wakati huo yeye yuko kwa ujumbe. Yeye hatujui kabisa. Alikuwa yuko hata kwenye wakati huo alikuwa anachekelea huku. Kwa hiyo bwana, ndugu zanguni, Kasimama tena. Ushaangalia ile movie ya Kidi, kuna mtu kasimama tena bwana, wakfu kasimama. Kuna mtu anaitwa hawa wakfu tunawafanyaje? Huyo muone makini. Saadun man of the match. sawa. Ushaangalia ile movie ya Kidi, kuna mtu anaitwa Johnny Liver. Eh. Inafahamu bora